Karibu Elimu kwa Jamii. Katika video hii tutaenda kuongelea matumizi sahihi ya fedha. Ni matumizi gani ya fedha ambayo ni matumizi sahihi unaweza kuyatumia ili kuweza kufikia malengo yako? Cha kwanza kabisa ni kununua vitu vya muhimu kwanza. Unapopata pesa, either ni shilingi 500 au 1000, ni kununua vitu kwanza vya muhimu, kwamba mfano chakula unaweza kununua, ni kitu cha muhimu. Afya au elimu unaweza kununua vitu vya muhimu, either tunapoongelea kuhusu masuala ya afya, labda kama una bima na nini unaweza kulipia. Tunapoongelea masuala ya elimu, labda kama wewe ni mwanafunzi unajilipia ada, kwa unaweza kujilipia ada. Hadi matumizi, unaweza kufanya matumizi sahihi labda kwa kununua vitu vya muhimu kwanza. Nyingine, epuka matumizi ya anasa yasiyo lazima. Mfano labda kununua soda au kununua maji. Unajua maji unaweza ukachemsha nyumbani, maji ya salama, na ukatumia na ukanywa. Lakini ukiepuka matumizi ya anasa na yasiyo lazima kama kununua vinywaji, hii inaweza kukusaidia wewe. Unaweza kupunguza yale matumizi ambayo si sahihi, kwamba kupunguza au kuepuka matumizi ya anasa. Matumizi mengine sahihi ni kulipa madeni kwa wakati. Either kama wewe umekopa, unapolipa madeni kwa wakati, hii inaweza kukupunguzia ikawa ni matumizi sahihi, kwa sababu unapolindikiza madeni na unapolindikiza ukikopa au umekopa, na unajua ni baada ya muda fulani utatakiwa ulipe lile deni, na ukishindwa kulipa kwa wakati, na maana kuwa riba inazidi kuongezeka. Kwa hiyo unaweza kuwa unajilindikizia deni, mwisho wa siku kaishindwa kulilipa. Kwa hiyo unapopata pesa yako, lipa madeni kwa wakati kama ulikuwa umekopa. Kitu kingine ambao ni matumizi sahihi ya pesa jamani, ni kutoa sadaka au zaka kwa ajili ya kusaidia wengine. Wewe labda ni Mkristo, unatakiwa utoe zaka au utoe sadaka popote pale, na maana kuwa hii ni jambo ambao au kusaidia wengine, kwamba wana mahitaji maalum, unaweza kuwasaidia, au kwa ajili ya kutoa sadaka kwa ajili ya kwenda kuwasaidia watu wengine. Hii inaweza kukusaidia wewe. Hii ni matumizi sahihi ya fedha. Kuna wengine hawatoi sadaka. Unapotoa sadaka, ukifunga mkono wako, hata Mwenyezi Mungu hawezi akakutilia baraka, lakini unapofungua mkono wako na kutoa, Mwenyezi Mungu anazidi kutia baraka ndani yako. Kitu kingine, matumizi sahihi ya fedha, tunasemaga kwamba hakikisha matumizi yako hayazidi kipato chako. Unapokea shilingi 200, itenge shilingi 50 chakula. Labda unapokea shilingi 500, shilingi 50 chakula, shilingi 50 labda ni afya utawekeza, shilingi 50 labda utawekeza kwa ajili matumizi ya labda ya kodi, shilingi 50 labda sadaka na nini. Kwa hiyo uangalie angalau matumizi yako yasizidi kipato chako, kwa sababu matumizi yanapozidi kipato chako, ina maana kuwa unaishi kwenye umaskini au haufuati matumizi sahihi ya fedha. Kwa hiyo hakikisha matumizi yako hayazidi kipato chako. Kwa video inayofuata tutakuja tuongelee ni namna gani ya kuepuka madeni yasiyo lazima. Sasa hii video inayofuata, kama unataka kuwa mtu mzuri au kuepuka madeni, kwa tutaelekeza namna gani ya kuepuka madeni. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe kwa elimu zaidi.